Ndani ya hii nyumba leo wanandoa alikuwa anatembezeana kichapo. Mchizi anashangaa mkono wa mke wake ghafla umekuwa mkubwa, unamkabako, anaona jamani nisaidieni. Kumbe ilikuwa ni ndoto. Mchizi anaamka, ni miaka 5 sasa imepita toka achane na mke wake, lakini bado huwa anamuota kama anamtembezea kichapo. Sasa ipo kama hivi, huyu jamaa kipindi ambapo alipokuwepo chuoni alifanikiwa kukutana na mwanadada anatambulika kwa jina la Prabu. Baada ametoka siku kadhaa, rafiki yake leo anamueleza, hasa mchizi wangu, yule dada kama unampenda, si ni bora tu uweze kwenda kumchumbia. Chada leo akafunga safari pamoja na rafiki yake mpaka katika mji ambao bimdada alikuwa anaishi pamoja na familia yake. Kaja na bonge moja la bendi huku akiwa anaimba wimbo mmoja mzuri sana wa mapenzi. Sasa baba yake na bimdada anasema, bwana huyu jamani wa wapi, mbona anapiga makelele asubuhi? Bimdada kabla hajajibu, mchizi anaanza kuongea maneno mazuri sana. Anasema, hakika bimdada, usiku silali ninakuota wewe tu. Raba, ninakuomba ukubali kuolewa na mimi, kwani ukifanya hivyo hakika moyo wangu utakuwa na furaha sana. Bimdada kabaki kapigwa na butwaa tu. Baba yake anauliza, je, bimdada huyu jamaa unamfahamu? Anasema, hakika huyu kijana ndio mara ya kwanza leo ninamuona. Chada pamoja na wanaye kabidi wapelekwe kwanza Central kupumzika. Bimdada anamfuata, anamweleza, nisamehe sana, nimefanya hivyo ili tuweke historia nzuri kwa watoto wetu ya kwamba niliwahi kwenda gerezani siku moja kwa ajili tu ya mama yenu. Huyu bimdada anapenda sana drama. Basi bwana akafunga ndoa na maisha hatimaye akaanza. Sasa bimdada bwana akaanza kuishi ndani ya mji wa Delhi pamoja na mshikaji. Sasa bimdada yeye bwana alikuwa ni mwandishi wa habari. Ratiba yake kidogo ikawa ni ngumu, yani yeye kipindi ambacho alikuwa yuko bize, basi mshikaji alikuwa na muda, lakini kipindi ambacho mshikaji alikuwa na muda, bimdada yeye akawa yuko bize. Hiki kitu kikatengeneza balance ambayo ni mbaya sana. Mchizi akawa anamnunia mwanadada, anaona kama vile bimdada alikuwa anafanya makusudi. Sasa yeye jamaa kwa kuwa alikuwa anafanya kazi ndani ya kampuni ya baba yake, kampuni ya kuuza majengo pamoja na ardhi, hivyo muda mwingi sana alikuwa nao, tofauti kabisa na mwanadada. Mahusiano hivyo hivyo akajitahidi kuishi pamoja ndani ya nyumba, lakini pia mchizi tabia zake kimtindo zikawa sio nzuri. Kuna muda mwingine mchizi akawa na susa kabisa kurudi nyumbani, hata akipigiwa simu na mke wake alikuwa hapokei. Yeye alikuwa viwanja tu pamoja na rafiki yake, huku mwanadada alikuwa anakula chakula peke yake. Raba akapiga moyo konde bwana. Hatimaye bimdada akapata ujauzito. Kila familia walifurahi sana, maisha ya furaha yakarudi tena ndani ya hii nyumba. Wakaandaa chumba kizuri pamoja na vifaa vya kuchezea mtoto. Siku moja Plaba bwana, kipindi ambacho alipokuwepo kazini, si unajua tena bwana, hizi kazi zao kuna muda mwingine purukushani huwa ni nyingi. Kwa bahati mbaya bimdada akateleza na kuweza kuangukia tumbo. Kitu hiki kikamfanya Chada kulalamika sana, anasema hata hili na lenyewe utanilalamikia kwamba mimi ndio nimesababisha. Kwa hasira akaenda mpaka sehemu ambapo bimdada alikuwa anafanyia kazi, akachukua vifaa kisha akamweleza bosi, sikiliza mchizi wangu, sisi hatuna njaki hivyo mpaka mke wangu awe anahangaika kwenye kazi ya kizembe kama hii. Braba anapigiwa simu na bosi wake kuelezwa hizi habari. Licha ya bimdada kulia sana, anambembeleza bosi wake ya kwamba usije ukanifukuza kazi, kwani mimi niko hapa kwa ajili ya kuweza kuifanya hii kazi niliyoisomea, lakini pia ni kazi ninayoipenda. Bosi ya kumwelewa bimdada akabaki na huzuni. Hata mume wake hakuonekana nyumbani kwa muda wa siku kadhaa, hata simu yenyewe ilikuwa akimpigia mwamba alikuwa hapokei. Basi bwana bimdada akachukua maamuzi magumu, akaacha ujumbe nyumbani. Mchizi baada ya kusoma ulikuwa unasema ya kwamba bwana bimdada akaelekea hospitalini kwenda kuflashi ujauzito. Jamaa alimaindi sana, akaumia sana, na kuwaje mwanadada anachukua maamuzi mazito kama haya. Hili bwana likapelekea watu hawa wawili kuweza kupeana talaka. Dada anamlaumu mchizi, anaona yeye ndio chanzo mpaka ndoa yake kuvunjika, kwani anaona kabisa mchizi alikuwa hathamini kazi yake, kisa tu kwao kulikuwa kuna pesa. Lakini pia mchizi naye alikuwa anamlaumu sana mwanadada, akidai ujeuri wake pamoja na tabia zake za ajabu ndiyo chanzo mpaka ndoa yao kuweza kuvunjika. Hiyo ndio ilikuwa hadithi na kisa ambacho kilipelekea mpaka ndoa yake kuvunjika. Jamaa leo anaingia kwenye pati moja ambayo ilikuwa ni ya mabachela. Anashangaa sana baada ya kumkuta baba yake. Anamuuliza, mzee unafanya nini bwana wakati nyumbani mama umemwacha peke yake? Mzee anasema, nimekuja kufurahi. Si unajua tena nyinyi mabachela mjui hata jinsi ya kufurahia maisha. Ukiangalia kama wewe toka wachane na mke wako, hata maisha yenyewe huyafurahii. Na kushauri mwanangu, elekea Rishikesh uende ukaiuze ile nyumba ambayo tunaimiliki. Bwana mchizi akawa ni mbishi, lakini leo rafiki yake akafanikiwa kumuunganishia demu mmoja ambaye alikuwa ni Mrashia. Bimdada anaelekea naye ndichi kipindi ambacho mwanadada alikuwa analeta mbwembwe. Mchizi baada ya kutazama akaona kama vile ni Prabu, akashtuka sana na kumsukuma. Hii kampelekea mwanadada kuangukiwa na tai. Bwana mwanadada akamtoa mchizi mbio. Wakati wanatoka na mwanawe akakutana na mabaunsa, wakatembezea kichapo cha kutosha.
Mwanae anamweleza, we jamaa, hakika nikiendelea kutembea na wewe kama hivi utakuja kuniingiza kwenye majanga. Sasa mimi cha kukushauri, nenda Rishikesh ukaiuze ile nyumba kama jinsi baba yako alivyokueleza. Mchizi bwana safari ikampeleka mpaka Rishikesh. Leo kipindi ambacho alikuwa anaendelea kufanya mazungumzo ya kuiuza hii nyumba, anafanikiwa kukutana na mwanadada mmoja anatambulika kwa Antara Khanna. Jamaa anamkumbuka vizuri sana. Huyu ni bimdada ambaye aliwahi kusoma naye huko chuoni. Bwana huyu mwanadada alikuwa yuko hoti sana na alikuwa ni mcheza mpira mmoja mzuri sana, na Mwamba pamoja na machizi wake walikuwa wanamzimikia sana huyu mwanadada. Wakapiga mastori mawili matatu, mwanadada akamweleza yupo hapa kwa muda wa siku kadhaa. Mchizi wakati wa jioni akaenda kumwelezea mwanaye kwa kutumia simu. Anamweleza, leo nimekutana na ile pisikali ambao wote tulikuwa tunaifukuzia huko chuoni. Bwana, sasa kama ni hivyo, fanya juu chini ukutane na huyu mwanadada, ikiwezekana awe mpenzi wako, huenda akakusaidia kumsahau mkeo Prabha. Chada leo akafunga safari mpaka kwa mwanadada. Baada ya kwenda kupiga naye stori mbili tatu, anamweleza kwamba kaja hapa ili naye aweze kujifunza kuruka angani. Bishosti bwana akakubali kuruka na Mwamba. Bwana mchizi alikuwa ni mwoga sana kuweza kuruka umbali mrefu. Hapa akawa anaogopa sana, anapiga makelele, bwana mwanadada nishushe, mimi naona kizunguzungu huku ni mbali. Anafika upande wa chini, Chada anaanza kutapika. Antara akafurahi sana kumwona mchizi, kumbe alikuwa ni mwoga. Urafiki ukaanza baina ya huyu mwanadada pamoja na mchizi, mitoko ikawa ni mingi sana. Antara anamweleza Chada kwamba yeye katika maisha yake ametendwa sana na mapenzi, hivyo kwa sasa hana muda na hayo mambo. Upande wa Chada yeye akabaki tu kwa kimya. Bwana mitoko ikaendelea kuwa ni mingi sana baina ya hao watu wawili. Hasa siku moja kulikuwa kuna bonge moja la pati kwenye nyumba ya mwanadada. Baada ya watu wote kuondoka, mchizi alikuwa kalewa chakali, akawa kalala. Wakati wa usiku mwanadada akashtuka baada ya kuweza kusikia kelele nzito, anatoka na rungu upande wa sebleni, anakuta mchizi anapiga makelele, kumbe alikuwa anaota. Mwanadada baada ya kumwamsha anasema, bwana Prabha niache. Prabha tena. Ikabidi amchukue ndichi na kumweleza Prabha ni nani, lakini mwanadada ili jina analifahamu sana. Alishawahi kukutana na huyu mwanadada kipindi ambapo alipokuwepo chuoni, na anafahamu vizuri ya kwamba huyu ni mwanadada ambaye ni mkorofi sana. Antara anamweleza mchizi, usiogope sana, lakini pia usifikirie sana juu ya Prabha. Inafahamu huenda kukawa kuna mambo mabaya mengi ambayo aliwahi kukufanyia, lakini huyo alishawahi kuwa ni mke wako, lakini pia ninaamini mpaka ulichukua jukumu la kumuoa, huenda kuna tabia njema ambazo alikuwa nazo. Ninakushauri penda sana kuzungumzia mambo mazuri kuliko mabaya yake. Chada alishangaa sana, huu ni moyo wa aina gani kutoka kwa huyu mwanadada. Baada ya kwenda kumwelezea mchizi wake akasema, aisee, huyo ni mke, yaani mjomba, umepata bahati sana. Bwana, sasa mimi cha kukushauri, nenda kakae na binti kamweleze kila kitu juu ya maisha yako pamoja na bimdada Prabha. Hii itawasaidia kutengeneza mahusiano mazuri. Mwamba anaenda kumweleza mwanadada Antara kwamba leo tuna mazungumzo, lakini andaa chupa ya gambe. Bishosti kweli akafanya kama hivyo. Mwamba akapiga gambe vya kutosha, akaanza kueleza hadithi ya maisha yake pamoja na bimdada Prabha. Ilikuwa ni hadithi moja ya huzuni sana ambayo mchizi ilikuwa inamfanya mpaka adondoshe machozi, lakini bwana dada baada ya kuipata hadithi nzima ya mshikaji akaamua kumnunia. Chada anaenda kumweleza mwanae, hakika huyu bimdada siku akikubali tu kuongea na mimi ndio siku hiyo hiyo ninaenda kumchumbia. Mchizi anamweleza, bwana hebu kuwa kwanza na akili, yaani uweze ukafanya maamuzi kama hayo. Jitahidi kwanza uwe romantiki, lakini pia upate muda wa kutosha kuwa naye karibu ili uweze kumfahamu zaidi. Mimi sitamani ufanye makosa kama yale uliyofanya kwa Prabha. Unasikia mwanangu? Kwanza mimi ninashangaa inakuwaje unapata warembo peke yako wakati mimi hata pisikali kama hiyo sijawahi kuipata. Mzee, unatumia uchawi gani wewe? Mimi mbona niko romantiki lakini pisikali sipati. Sasa sikiliza, fanya uwe unamnunulia maua mara kwa mara pamoja pia na zawadi mbalimbali. Chada leo kaenda kufanya kama jinsi ambavyo mwanae alikuwa kamwelekeza. Baada ya kufika na ua nyumbani kwa mwanadada, uso kwa uso anakutana na kaka yake Antara. Ukimya ukawa umetawala sana. Mchizi akashindwa kabisa kuzungumza jambo lolote, kizingatia pia brother alikuwa amejazia. Kaka mkubwa anasimama anamweleza, mdogo wangu kanieleza kila kitu, hivyo mimi cha kukushauri kuwa makini sana, kwani sihitaji kuona dada yangu akiwa na huzuni kisa mapenzi. Antara anamweleza Chada ya kwamba hakika nimefurahi sana kuweza kukuona, lakini kutokana na kile ulichonielezea ninaona siwezi kabisa kuwa na wewe kwenye mahusiano haya ya mapenzi. Chada anaondoka akiwa na huzuni sana. Lawama zote anaenda kumshushia mwanaye. Anamweleza, wewe uliniambia niende niwe romantiki, lakini siku ya kwanza tu ya kuwa romantiki ndio nimepigwa kibuti. 19 itoshe, kila ushauri ambao uliweza kunipatia siku zote huo unaniingiza shimoni. Mwana alikuwa yupo kimya sana, kwani mchizi alikuwa kamuweka ndani ya 18. Chad anamweleza mwanaye, sasa utafanya kila kitu ambacho mimi nitakueleza. Mchizi anampigia simu Antara na kumuuliza yuko maeneo gani. Bimdada kwa sasa alikuwa ndani ya mall pamoja na kaka yake. Baada ya kuitoa hisiri, mchizi anapanda ndani ya ndege pamoja na mtaalamu wa parachuti. Mwanaye anaondoka na spika mbio mbio ndani ya gari, anafika mpaka mbele ya mall, anampigia simu mwanadada, anatoka na kaka yake.
yake. Mchizi anatoa ile spika na kuiweka kwa mbele. Chada anashuka na parachuti mkononi akiwa kaishika maiki huku akiwa anazungumza. Anaeleza hisia alizonazo kwa mwanadada Antara na kumweleza kwamba hakika ninatamani sana wewe uwe mke wa maisha yangu na wala sitamani kukukosa. Antara hakuwa na uwezo wa kukataa mapenzi ya mchizi, kabidi tu aweze kumkumbatia kwa furaha. Basi mahusiano anaanza kwa kishindo sana kwa Chada kwenda kulala kwenye nyumba ya Antara. Asubuhi na mapema anapigiwa simu, anaelezwa bwana, kuna bonge moja la emergency. Mbio mbio baada ya kufika hospitalini anakutana na wazazi wake pamoja na wazazi wa Prabha. Inasemekana mke wake huyu wa zamani amepata ajali. Mchizi baada ya kwenda kumwona ndani ya hodi, bimdada anamweleza bwana, nisamehe sana kwa kukataa mbele ya baba yangu na hii kukupelekea wewe kwenda kulala Central. Mchizi anashangaa sana imekuwaje, lakini daktari anasema bwana, huyu mwanadada amepoteza kumbukumbu ya miaka 5 kwenye maisha yake, na kumbukumbu zake zinaanzia kwamba yeye pamoja na Chada wapo kwenye process za kufunga ndoa. Sasa atafanyaje? Mwamba yupo katikati ya piskali mbili. Daktari anamweleza kwa sasa inabidi uwe naye karibu sana ili umsaidie arudishe kumbukumbu. Umetisa itoshi, usije ukamweleza kuwa nyinyi mlishapeana talaka. Jamaa alichanganyikiwa sana. Antara baada ya kuzipata hizi taarifa naye akaanza kusema sasa inakuwaje? Mbona mazonge anaanza baada ya penzi letu kuanza kuchepua kwa kasi? Lakini mwisho wa siku bimdada akasema sasa kama ni hivyo unahitaji kuwa naye karibu ili kumbukumbu zake ziweze kurudi, mimi ninakuruhusu kuwa naye karibu, lakini usije kabisa ukaruhusu akavunja penzi letu. Leo Prabha anaenda kukutana na Mwamba. Anasema mbona sielewi kitu ambacho baba na mama walikuwa wananieleza kwamba eti mimi na wewe tulifunga ndoa kisha tukaachana. Jamaa anasema ni kweli, ndoa yetu wala haikukaa muda mrefu tukaachana. Ni kwa nini tuliachana? Ama nilikufumania na mwanamke mwingine? Bwana mchikaji akainuka kwa hasira akamweleza, sijali kama una kumbukumbu ama hazipo, lakini mimi na wewe hatutokuja kuonana tena. Chizi baada ya kuondoka, mchizi wake akafika hapa akawa anapiga stori na mwanadada, anampoza anamweleza, bwana usijali, nyinyi ni kweli mlishaachana toka kitambo, lakini mimi sikuwahi hata siku moja kuvunja urafiki baina yangu na wewe, na labda tu cha kukushauri bwana, kwa sasa kaa mbali kabisa na huyu jamaa, kwani alishamchumbia mwanadada mwingine anaitwa Antara. Jamaa akajikuta akatoboa siri ambayo hakutakiwa kabisa kuzungumza. Dada akasema huyu Antara ni nani? Mwamba baada ya kutaja jina zima bimdada kumbe alikuwa anamfahamu. Anasema Miss London. Anakumbuka kipindi ambapo walipokuwepo chuoni walishawahi kuzinguana. Sasa leo tena akaja kwenye maisha yake na kumchukua mwanaume ambaye yeye anaamini bado walikuwa ni wanandoa. Prabhu akafunga safari mpaka kwa Antara, sehemu ambapo alikuwa anafanyia kazi. Stori zikawa ni nyingi sana kwa kuwa hawa walikuwa ni watu tayari ambao wanafahamiana. Prabhu anasema kwamba ni kweli mchizi anaonekana anakupenda sana, lakini mimi kwa sasa kiu yangu ni kuhitaji tu kuwa karibu naye ili angalau niwe na furaha. Antara akasema kama ni hivyo tu, mimi nakuruhusu kuwa karibu na mchumba wangu, tena usijali wala sitajisikia wivu wowote. Chada akawa na mawazo sana, anasema mimi wala sielewi huyu Prabhu kwa sasa anapanga mipango gani. Mwana anamweleza wala usiwe na mawazo yoyote, yule ni mkeo wa zamani na huyu uliye naye Antara wa sasa ni mkeo ambaye unaenda kumuoa. Mimi kwa kushauri kwa sasa wewe focus tu na Antara, achana kabisa na bimdada Prabhu. Jamaa akasema haina shida, lakini kwa Prabhu leo safari ikampeleka mpaka nyumbani kwa kina Chadi. Baada ya kufika na kutana na wazazi wake, hakika wote walishangaa sana. Leo bimdada kaja kuwatembelea tena akawaletea zawadi, wakati alikuwa haelewani nao hata kidogo. Bishosti baada ya kuondoka, mama akasema bwana, huyu bimdada anahitaji kutengeneza filamu ya aina gani? Mzee anasema hakika hii itakuwa ni Enter the Dragon namba 2. Prabhu hakuishia hapo, bali akawa anajipendekeza sana kwa Chad angalau aweze kuona penzi lake. Antara alikuwepo tu kwa pembeni akiwa anashuhudia mchezo mzima. Chad anachagua nguo ili aende kumpatia Antara. Bimdada anaiwahi anaenda kuijaribishia. Akiwa humu anapiga simu akisema aisebu mpigie simu Antara ujifanye kama vile umezidiwa sana ili aweze kuondoka, nibaki mimi pamoja na Chada twende tukafanye mavitu ze bwana. Bimdada baada ya kutoka, kumbe Antara alikuwa anasikiliza kila kitu. Akasema kumbe huyu nimemweka hapa awe karibu na mume wangu, kumbe ana mipango mingine ya siri. Leo kamwalika nyumbani Prabhu pamoja na Kulesh. Bimdada baada ya kusikia tu ya kwamba ungwana walishafika, anavuta Chada kisha anaanza kulia miguno ya mahaba ya hatari. Tena alikuwa analia kwa sauti kubwa. Prabhu pamoja na mchizi bila kumsahau mfanyakazi wote wakabaki midomo wazi. Antara leo alikuwa kaamua kujiachia kweli. Prabhu anaamua kuziba masikio yake asisikie tena hizi kelele. Antara baada ya kurudi upande wa chini akawa anaongea kwa mahaba sana, huku akiwa anamkumbatia mtaalamu wetu Chada. Anasema jamani baby, si nilikwambia ufanye taratibu, ona sasa mpaka wageni walikuwa nasikia kila kitu. Sasa jamani sikilizeni, nimewaita
hapa ili muweze kunisaidia jambo moja. Wazazi wake na Chada hivi karibuni wanaenda kusherekea siku kadhaa za ndoa yao, hivyo ninatamani mnisaidie kuiandaa hii sherehe. Siku ya tukio nafika bwana, ilikuwa ni pambe sana. Kila mchizi alikuwa anashangaa hii sherehe imeandaliwa na nani. Dada anafika hapa akiwa kavalia nguo nyekundu mpasuo mpaka upande wa juu. Anasema, jamani, leo nina furaha sana juu ya wazazi wa mume wangu mtarajiwa, lakini wote ninawaalika kwenye harusi yangu itakayofanyika hivi karibuni. Prabhu akabaki mdomo wazi, ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea? Lakini baada ya kumsogelea, mpige busu, mpige busu, mchizi kabidi amtandike bonge moja la busu kwenye paji lake la uso. Kaka anawapigia makofi, anasema ongereni sana kwa hii sherehe ambayo inaenda kutokea ndani ya Scotland, lakini wote ninawakaribisha. Antara naye anashika mic, anasema ninamkaribisha sana Prabhu pamoja na familia yake, sitamani akose kwenye harusi yetu. Antara anamfuata Prabhu na kumweleza haya yote nimeyafanya hadharani baada tu ya kusikia ile simu ambayo ulikuwa unaipiga tulipokuwepo kwenye mall. Prabhu anasema, kwa hiyo tunashindana sasa. Sikiliza, mimi Chada ninamfahamu vizuri kuliko hata wewe, na kuanzia sasa nitafanya juu chini mpaka akuache na kisha anirudie mimi. Antara anasema hicho kitu hakitakuja kuwezekana, yani aniache mimi akufuate wewe, mtu wake wa zamani. Mashindano yanaanza baina ya wanawake hawa wawili, kila mmoja anatamani ampate Chada. Leo akiwa yapoti, jamaa mmoja anafika mbio na kwenda kumkumbatia Prabhu. Anasema ya kwamba mimi naitwa Raju, ni mpenzi wako ambaye tumekutana miezi miwili iliyopita, lakini nimepata taarifa kwamba ulipata ajali na kusahau kila kitu. Antara baada ya kusikia akasema, basi kama ni hivyo na wewe twenzetu wote Scotland. Jamaa nakubali kuongozana nao. Prabhu anasema, bwana, huyu jamaa simjui, yani hata mwili wangu hauna kumbukumbu naye. Yeye anakataa, lakini kila mmoja alikuwa anamlazimishia. Ikabidi tu mchizi naye aweze kuunganisha kwenye hii safari. Baada ya kufika wakapokelewa kwa uzuri sana, kwani familia ya mwanadada alikuwa na mawe sio mchezo. Prabhu yeye kama kawaida yake ni ile ile ya kuweza kutafuta nafasi tena kwenye moyo wa mtaalamu wetu Chada. Leo Antara alikuwa kashika sweta moja zuri sana, lakini Prabhu anamueleza, bwana, hilo sweta jamaa hawezi akalivaa. Hilo sweta linang'aa sana, kwa jinsi ninavyomfahamu hawezi akalipenda. Antara akasema ninaenda kumpatia hivyo hivyo. Mchizi akalivaa, anafika kitaani anakutana na Prabhu, naye kavaa sweta kama lake. Anasema hakika sisi tunaendana sana, hata nguo tunavaa sare. Leo wakati wa jioni, wazazi wake na Prabhu anafika kwa mchizi na kumweleza bimdada atambuliki sehemu alipo, huenda kichwa chake tayari kikawa ni cha moto. Wanaondoka mbio mbio kwenda kumtafuta bwana. Anakuta bwana dada akasimama pembezoni mwa mto, anahitaji kujitupa. Chada anafika anambembeleza, anamweleza mama, kuna nini? Hebu achana na haya mambo, tuende nyumbani tukazungumze. Akamwambia Chada, ninatamani usiku wa leo tuweze kulala pamoja. Kwa kuwa kila mmoja alikuwa anatambua bimdada kwa sasa alikuwa hana kumbukumbu, lakini pia kichwa chake kilikuwa kina matatizo, wakaona tu ni jambo la kawaida. Chada akakubali kwenda kulala naye, lakini kipindi ambacho alikuwa anaondoka akageuka akamwangalia Antara kisha akamkonyeza. Anamweleza, nimekuweza wewe Antara. Bimdada pamoja na mchizi stori zikawa ni nyingi sana. Leo alikuwa anacheka kwa furaha. Prabhu akawa anamsogelea Mwamba ili aweze kumtandika busu, lakini Chada akainuka. Mwamba akaona akiendelea kukaa hapa huenda akaingia majaribuni. Sasa bimdada Prabhu hakuishia hapo, akaenda kwa baba yake na Antara pamoja pia na mama yake, akaanza kusaga sana kunguni. Anasema, nyinyi mmewezaje kukubali huyu binti yenu aulewe na huyu jamaa wakati huko nyuma alishawahi kuwa na mke kisha akampatia talaka? Mimi ninawashauri mhakikisha jamaa pamoja na binti wanasaini mkataba ambao endapo jamaa akimpatia binti talaka, basi mali zote ambazo mchizi anamiliki zitakuwa za Antara. Wazazi wanamweka kikangoni mwanadada na kumweleza, lakini Antara akawaka sana. Anasema hilo jambo haliwezekani, yule jamaa mimi ninampenda. Lakini pia brother akasema, baba, kama unahitaji fedha mimi nitakupatia. Wazazi wanasema, nyinyi mnamwamini vipi mtu ambaye tayari alishawahi kuwa na mke na kisha akampatia talaka? Chada alikuwa anasikiliza maneno yote akaondoka kwa hasira. Bimdada anamfuata kwa nyuma. Jamaa anamweleze, bwana, kwa sasa ninahitaji kuwa peke yangu. Antara akawa haelewi ni kitu gani kinachoendelea, lakini ghafla akamwona Prabhu anatoka katika upande wa pembeni. Anafurahi sana, anasema, rafiki yangu, sasa nimekuweza. Maandalizi ya harusi yakiwa yanaendelea, Chada anapanda upande wa juu, anashika maiki akaeleza hadithi ya ndoa baina yake pamoja na mwanadada Prabhu, lakini mwishoni akamalizia kwa kusema, hakika kwa sasa mtu pekee ninayempenda ndani ya moyo wangu ni bimdada Antara, na endapo nikimkosa hakika nitabaki sina kitu chochote kwenye maisha yangu. Prabhu akawa anadondosha machozi. Antara pamoja na Chada wao wakawa wanacheza kwa furaha kubwa. Prabhu anaruka kwa hasira nyingi mpaka ikampelekea kuzima. Baada ya kuelekea hospitalini, mwanadada Antara anamvuta mchizi pembeni na kumwelezea kila kitu. Mwamba akawaka sana, anamweleza mwanadada, ni ujinga gani ulioufanya? Yaani muda wote huo mimi ninatambua ya kwamba tupo kwenye mahusiano ya kawaida, kumbe nyinyi wawili mlikuwa mnashindana. Mwamba anasema, kiukweli mimi ninakupenda sana, lakini kwa huu ujinga ulioufanya
sina cha kuzungumza. Mwamba akaondoka kwa hasira, akamwacha mwanadada akiwa analia. Ndoa inavunjwa, ukumbi unarudishwa kwa wenyewe, mapambo yanaanza kutolewa, lakini ghafla Rabu anafika hapa. Mchizi anaanza kumlalamikia, anasema kiukweli mimi natambua wewe kwa sasa huenda kumbukumbu zako zikawa zimerudi. Bishosti anasema ni kweli, kumbukumbu zangu zimeanza kurudi wiki kadhaa zilizopita, na kwa sasa ninakumbuka kila kitu kilichotokea baina yangu mimi na wewe. Rabu anaomba msamaha kwa Msela, anasema nilikuwa najaribu kuweza kurekebisha yale makosa ambayo niliwahi kuyafanya huko mwanzoni, kwani nilitambua nina uwezo wa kurudisha mapenzi yetu, lakini lawama baada ya kuwa nyingi sana. Mwanadada anamweleza ni kweli mapenzi baina yangu mimi na wewe yameshindikana, lakini sitaruhusu penzi lako pamoja na Antara liweze kuvunjika. Anamchukua Msela mpaka airport, kwani Antara alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kuelekea London pamoja na kaka yake. Rabu anapiga goti, anamweleza mwanadada, ninakuruhusu uweze kufunga ndoa pamoja na mume wangu wa zamani. Ndoa inapita, nasi ndio tunafika mwisho hadithi yetu. Lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy au umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.